Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, baada ya kuondoka Stefano Aziz Ki ambaye ameelekea kule Morocco ndani ya klabu ya Wydad Casablanca, bwana, moja kati ya taarifa ambazo kwa mashabiki wa klabu ya Yanga ni kama hawaamini, lakini ni kama hawaamini kilichotokea, lakini pia ni kama wanahisi ni ndoto kuondoka kwa Stefano Aziz Ki, MVP wa msimu uliopita, lakini pia mfungaji bora wa msimu uliopita. Lakini ndivyo ilivyo kwamba Stefano Aziz Ki bwana ameelekea zake huko Morocco na atakwenda kushiriki michuano ya kombe la dunia ngazi ya virabu akiwa na klabu ya Wydad Casablanca. Na tunafahamu mchezo wa kwanza wa Wydad Casablanca watakipiga dhidi ya Manchester City kutoka kule Ulaya. Sasa wakati Stefano Aziz Ki akiondoka, taarifa nyingine ngumu ama tetesi nyingine ngumu kwa mashabiki wa klabu ya Yanga na uongozi wa klabu ya Yanga ni kuhusiana na striker wao Clement Waldi Mzize. Bwana, ni taarifa ama tetesi zinasema kwamba tayari Zamalek wameweka ofa, lakini ukiachana na Zamalek pia vilabu vingine kama Saint-Etienne kutoka Ufaransa wameweka ofa kubwa kwa ajili ya kutaka saini ya Clement Mzize. Moja kati ya taarifa nyingine ambayo pengine mashabiki wa Yanga hawataki kabisa kuisikia, lakini iko hivyo kwamba Clement Mzize bwana, tetesi zinazungumza kwamba anahitajika na vilabu mbalimbali, kiondoa Wydad pia ambao walikuwa wanamhitaji, lakini pia vilabu vingine kama Saint-Etienne kama ambavyo nimekujuza, Kaizer Chiefs, lakini pia Olympique Marseille kutoka kule Ufaransa ni moja kati ya vilabu ambavyo vimeonyesha nia ya kuhitaji saini ya Clement Waldi Mzize. Sasa ukiondoa jina la kiungo Stefano Aziz Ki aliyeuzwa Morocco, star atakayefuata unaambiwa ni striker Clement Mzize aliyebakiza wiki moja tu kuuzwa moja ya nchi ya Afrika Kaskazini baada ya ofa 3 kutua klabuni hapo kwa walabu kuongeza dau ili kumuoa Yanga. Mzize anayemiliki mabao 13 na assist 3 katika ligi kuu kwa sasa amekuwa kwenye ladha za klabu kadhaa, lakini inaelezwa kwa sasa mipango iliyopo ni kwamba muda wote ataondoka Yanga kwa kuuzwa na klabu hiyo kama ilivyokuwa kwa Stefano Aziz Ki. Ingawa mabosi wa Yanga wanafanya siri juu ya biashara hizo, lakini Mzize anahesabu siku tu kuuzwa baada ya klabu 3 za Wydad Athletic iliyomnunua Aziz Ki, Zamalek ya Misri na Al Hilal Tripoli ya Libya, zote zikifika dau ambalo Yanga inalitaka. Taarifa kutoka kwa wasimamizi wa mshambuliaji wa huyo ni kwamba klabu hizo 3 kila moja imekubali kutoa dola milioni 5, takriban shilingi bilioni 1.4 kwa nia saini ya Mzize, na uongozi wa Yanga umeshawishika juu ya ofa hizo. Bwana, ni taarifa hiyo, lakini unaambiwa ukiachana ofa hiyo, moja kati ya ofa ambayo Yanga wameipokea ni kwamba klabu ya Yanga imepokea ofa rasmi kutoka ndani ya klabu ya Zamalek Sports Club ikihitaji kupata saini ya mshambuliaji huyo Clement Mzize mwenye umri wa miaka 21 kuelekea msimu ujao. Zamalek wanamhitaji sana Mzize na Yanga inapitia ofa hiyo ili iweze kukamilisha uhamisho huo hivi karibuni. Kwa hiyo ukiachana na taarifa ya kuondoka kwa Stefano Aziz Ki, bwana, unaweza kusema wana Yanga wajiandae pia kupokea taarifa nyingine ngumu ya kuondokewa na mshambuliaji wao kinara wa magoli kwenye timu yao Clement Mzize ambaye ana assist 3 na magoli 13 nyuma ya Jean Charles Ahoua ambaye yeye ana magoli 15. Kwa hiyo Clement Mzize bwana, huenda tukapokea taarifa nyingine ya kuondoka kwake. Kwa hiyo kwa sasa ni tetesi ambazo zimeendelea kuzungumzwa kwamba Yanga tayari wameshakwisha kupokea ofa 3 kutoka vilabu mbalimbali, Al Hilal Tripoli kutoka Libya, lakini pia Zamalek, Wydad Athletic pia ambao wameshakwisha kumchukua Stefano Aziz Ki. Lakini taarifa nyingine ambayo ni kujuza ama tetesi ni kuhusiana na Pacome Zouzoua. Bwana, unaambiwa management ya kiungo Pacome Zouzoua imepokea ofa kubwa kutoka klabu ya Simba ili kupata saini yake na inafanyia kazi ofa hiyo. Pacome mpaka sasa hajasaini mkataba mpya na Yanga na mkataba wake na wananchi unamalizika mwishoni mwa msimu huu. Unaweza ukaona namna ambavyo Yanga wanapitia magumu kwa sasa. Licha ya pia kuhusishwa na baadhi ya tetesi za kuhitaji baadhi ya mastaa
kama Faisal Salum Feitoto, Jean Claude Gilmugisha kutoka Al Hilal ya Sudani, lakini pia unaweza kuona ni kwa namna gani pia na wao pia wanawindwa na baadhi ya vilabu kuhitaji saini ya nyota wao, kama ambavyo tayari ameshakwisha kuibomoa kwa kumchukua Stefano Aziz Ki, lakini sasa hivi unaambiwa Clement Mzize pia anahitajika. Lakini ukiachana Mzize pia Pacome Zouzoua yeye pia tetesi zinazungumza kwamba anahitajika. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba Yanga pia wanapitia wakati mgumu kuachia nyota wao mahili na nyota ambao wameifanya Yanga kuwa na mafanikio makubwa kuhitajika na vilabu vingine. Kwa hiyo tetesi nyingine, mataarifa nyingine iko hivyo kwamba Clement Mzize anahitajika na klabu hiyo ya Zamalek, lakini na vilabu vingine. Lakini ukiachana na Clement Mzize, Pacome Zouzoua moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa na msaada mkubwa ndani ya klabu ya Yanga, na tunafahamu kwamba alikuwa majeruhi na amerejea hivi karibuni kwenye mchezo wa nusu finali ya kombe la CRDB dhidi ya JKT Tanzania. Lakini tetesi zinazungumza kwamba hajasaini na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba imetuma ofa. Lakini ukiachana na Simba pia vinazungumzwa vilabu vingine ambavyo vimetuma ofa kwa ajili ya Pacome Zouzoua. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Yanga wanapitia magumu kwa ofa nono ambazo zimeendelea kutumwa ndani ya klabu hiyo juu ya baadhi ya wachezaji wao ambao wanatakiwa na vilabu hivyo. Djigui Diarra ni moja pia kati ya wachezaji ambao yeye pia tetesi zinamzungumza kwamba huenda akaondoka ndani ya klabu ya Yanga, na tetesi pia ambazo zipo ni kuhusiana na Yanga kumhitaji Aishi Salum Manula ambaye ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba amekuwa hana nafasi licha ya kufanya mazoezi na timu yao, lakini kwenye mechi amekuwa hapati nafasi. Kwa hiyo Yanga pia wanahusishwa kuitaka saini ya Aishi Salum Manula kwa mbadala wa Djigui Diarra ambaye tetesi pia zina mzungumza kwamba huenda akaondoka. Licha kwa kuna tetesi nyingine ambazo zinazungumza kwamba tayari Yanga ameshakwisha kumalizana na Djigui Diarra, lakini pia ameshakwisha kumalizana na Pacome Zouzoua, lakini haizuii pia tetesi kuzungumza kwamba huenda wakauzwa ama wanatakiwa na vilabu vingine. Kwa hiyo tetesi ziko hivyo na ndio sifa ya tetesi. Naweza zikazungumza hivi, zingine zikaja hivi, mwisho wa siku jawabu litapatikana kwa sababu ya hizo tetesi ambazo zimeendelea kuzungumzwa. Lakini kwa sasa ni kwamba Yanga wanakabiliwa na msukumo mkubwa kutoka ofa mbalimbali ambazo zimeendelea kutumwa ndani ya klabu hiyo kwa Clement Mzize, lakini pia taarifa ama tetesi kumhusu Pacome Zouzoua ambaye anatajwa kwamba huenda akaondoka ndani ya klabu hiyo, na vilabu vingi baadhi vimeshakwisha kutuma ofa ikiwemo klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia taarifa kuhusiana na Djigui Diarra na baadhi ya wachezaji wengine wengi ambazo tayari pengine imeshakwisha kukujuza. Kwa hiyo kwa sasa tuishi kwenye tetesi hizi, lakini kubwa zaidi ni Clement Mzize ambaye tumeona kwenye mitandao ameendelea kuzungumzwa kwamba anatakiwa na klabu ya Zamalek, lakini Saint-Etienne kutoka Ufaransa, Wydad Casablanca, Al Ahly Tripoli kutoka Libya ni moja kati ya vilabu ambavyo vinamhitaji Clement Mzize. Kwa hiyo tusubiri na kuona nini ambacho kitatokea. Tunafahamu tunaelekea kwenye dirisha kubwa la usajili, pengine huenda tukapata ukweli. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.